Yaani sasa Yanga ikifungwa goli, yanakuja kuambia kuna machawa hapa. Sisi machawa sisi. Kwenye Yanga yetu. Yes, kaka pale miaka kibao pale sema na mambo tukani. Sisi walimu. Sisi tunafanya Yanga ishinde, Yanga yetu furaha. Yanga sasa tunalala. Yanga tucheze tulali. Ndani ya wiki moja tulali mchaka. Bwana mjumbe atufai. Akisema chawa sisi. Kwanza angejua vizuri. Angejua vizuri. Basi niseme leo nini? Yes, Yanga yetu bila machawa. Sasa mimi kama mzee Kadeki nasema hivi, akipata kula mbili ashukuru waje chukue kwa ngula kimoja. Yanga ni taasisi kubwa. Yanga ina mashabiki wengi na wanachama wote pata kumachaa wao lakini shughuli zao. Sio machizi kuipenda Yanga. Zina changamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeas. Na kule mpaka benchi yao nimeliangalia. Hawana uwezo kubatwa na Yanga. Hizi ni lawama kwa marefa. Sasa tunasikia Agija mbaya, sio Sakayoko mbaya, Elisasi mbaya, sasa mpira chezeshe nani? Kwa Yanga hii, refa sio wale waliosomea. Achukuliwe Imediari, achukuliwe Moa, achukue Fimbi, achezeshe Simba na Yanga na bado Simba wanafunga. Yanga msajili, Yanga ameweka hela. Sasa kuna lawama na mtu. Yanga jamani, Yanga kiboko. Na ndio maana nimekuambia ukitaka kujua Yanga kubwa kuliko timu zote duniani hapa, mimi sina wageni hapo elewi. Sasa hivi Rwanda kwa kuna mashindano yanaendelea, Yanga ipo, watu hakuna anayejua kama mashindano yanaendelea kule. Kagame Cup inachezwa kule, kama inachezwa hata kama Toto Cup pale Bandari ina watu wengi. Lakini Yanga kama ingekuwa kule, mimi nakwambia dunia nzima ingekuwa inaangalia mashindano. Watu wangefuatilia kwa kweli kwa sababu Yanga iko pale. Yanga ndio kioo cha jamii, Yanga ndio timu tajiri yaje kutokea hapa duniani. Watu wanapenda Yanga kwa maelezo. Yule rais wa Kagame yule kwa Kagame kule ndani Kagame kwa Rwanda, yani yule alikuwa anafanya mpango kila mwaka aibembeleze Yanga, hata kama hela aipe kwa popote vile Yanga ishike mashindano yale yatakuwa mashindano. Lazima mashindano kufa yale bila Yanga. Hamna mashindano katika dunia bila Yanga. Sasa ile chukua Simba, Simba anaijua nani? Ya inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Msikuwe mnadumaa kwa yale matokeo ya miaka minne. Wakati Yanga ilikuwa bado inafanya mipango yake, imekwenda kusoma Sevilla, imekwenda kusoma Manchester, viongozi wa Yanga walikwenda kule ili miaka ndio wakawa nasumbua. Baada ya kupata Kagere na wao na mtu mwingine. Yanga alikwenda kusoma kwamba je, mpira unaendeshwa vipi? Tuliporudi sasa Spain Sevilla, tuliporudi Manchester, ndio hayo nayaona. Watu wanalia kila siku. Yanga bingwa. Sasa hivi kutoka nje, kutoka Spain wapi, ukija Tanzania usibabaike, Yanga bingwa Yanga. Bwana, nimalize na hili hapa. Naelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Afrika. Tunatarajia kitu gani hasa kuelekea kwenye wa mwaka huu? Nafasi ya rais Injinia Hersi Said, lakini pia makamu wake mapema tulisema kwamba katika uchaguzi wa mwaka huu sisi kama tukiwa wanachama na mashabiki wa Yanga, na kila siku naongea kwamba katika kitu ambacho nakipenda ni Yanga. Hamna kitu chochote duniani, kwanza Yanga ndio namba moja. Ndio atafuta mke, atafuta wazazi, mama, si baba, nani, hao wote namba 2 kwenda huko. Yanga namba 1. Kwa hata kwenye uchaguzi mimi inaniuma sana, kwanza kuna mjumbe mmoja huyu ametuumiza kweli kweli. Yaani sasa Yanga ikifungwa goli, yanakuja kuambia kuna machawa hapa. Sisi machawa sisi. Kwenye Yanga yetu. Yes, Yanga yetu bila machawa. Sasa mimi kama mzee Kadeki nasema hivi, akipata kula mbili ashukuru waje chukue kwa ngula kimoja. Yes, kaka pale miaka kibao pale sema na mambo tukani. Sisi walimu. Sisi tunafanya Yanga ishinde, Yanga yetu furaha. Yanga sasa tunalala. Yanga tucheze tulali. Ndani ya wiki moja tulali mchaka. Bwana mjumbe atufai. Akisema chawa sisi. Kwanza angejua vizuri. Basi niseme leo nini? Yanga ni taasisi kubwa. Yanga ina mashabiki wengi na wanachama wote pata kumachaa wao lakini shughuli zao. Sio machizi kuipenda Yanga. Yanga inakupa furaha mpaka kama pressure na kuwa tu. Yule mjumbe anaitwa nani yule? Mimi nimesahau jina hilo lihusu. Yule mjumbe anaitwa nani?
Nitaje mimi nimeshamsahau kwa sababu mtu akiwa alikeleki na nishamsahau hapo ni mjumbe wa soka zamani. Apate takula mbili na afai kabisa kuongoza Yanga. Yule kwanza ni mwanachama wa Simba huko. Kwani ni mamluki. Kama mamluki jamani, na mamluki pale Yanga. Kama mamluki anatoka. Mshabiki wa Yanga mwanachama, kwa sababu nikwambie kama engineer sinigombea au anafuata sinigombea, yani ungemoka pembeni, hata mimi ningeenda kuchukua fomu. Kwani shida nini? Si mwanachama anaruhusiwa kuchukua fomu. Lakini kwa mambo anayofanya engineer na hapa hakuna mtu wote kuchukua fomu pale, hao wameshapita bila kupingwa mpaka wanakufa. Hawa huyo hayumo. Huyo Gumbo. Gumbo hayumo, apata takula mbili. Anapata kula mbili njoni ulize kuteka. Nasema hivi, Gumbo hayumo. Hata kampeni asifanye. Akipata kula mbili, haja niulize mimi mzee Kadeni. Sasa watu wa ajabu. Gumbo. Yaani akimpigia kula nitasikitika na kwenda mimi na hawasubutu tunavyojoma. Viongozi wa Yanga hawasubutu unakwenda kumpatia kula mbili. Kuna Yanga bila sie tena. Yanga nakupenda sisi tupo. Yanga nakupenda kwa sisi huko. Alafu leo katuambia si machawa sisi. Kwanza sisi machawa kwa sababu gani? Kwa sababu sisi nikwambieni, sisi hatulipi na tulia gharama zetu. Kadi nalipia kwa lazima kila kitu kwa lazima. Anakuja kiongozi anawaita nini? Unaweza kuambia si machawa sisi. Watu ni shughuli zetu, watu ni mambo yetu. Kiongozi gani? Sio Gumbo, sio Gumbo, sio Gamba huyo Gumbo. Apate takula mbili nikwambia. Apate takula mbili mamangu mzazi ninajia pia hapati na kampeni ya achi ajiondoe kwenye uchaguzi. Nchi nzima wameshamkataa. Nimepiga simu mpaka Mtwara vijijini huko na Nyamba sijui huko. Wanasema Gumbo hatufai. Nimepiga simu Loliondo ndani kwa Masai, mpaka Masai wanamkataa wanasema Gumbo hatufai. Ametuzalilisha nchi nzima. Wanaponea sana mzee. Marekani wanasema Gumbo hafai kwa kiongozi wa Yanga. Afadhali mumpe mdogo wake Mangungu. Kumbe mdogo wake Mangungu yale. Mpaka Mangungu mwenyewe pale ni Yanga. Familia nzima kumbe Yanga. Na ndio maana Mangungu anawachanganya pale. Wale Yanga wana familia mama yao, baba yao, si nani wote Yanga. Kwa watu mpe mdogo wake Mangungu afadhali. Mara 100 kuliko kumpa Gumbo ambaye ameshatutukana nchi nzima. Shukrani sana ndugu yangu. Na mimi nashukuru, lakini jamani Gumbo apate takula mbili. Na Yanga bingu. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.